Yes, kuelekea mchezo wa ngao ya jamii kati ya Simba pamoja na Young Africans hii leo katika uwanja wa Amani Zanzibar. Tuko na Pedia Kandasco, mchambuzi wa masuala ya soka, na atatuambia kwamba mchezo huu anauonaje na anategemea nini ambacho kitaweza kukana. Utakuwa ni mchezo aina gani? Utakuwa ni mchezo mzuri sana kutazama kwa sababu kuna vitu ambavyo unapaswa kuangalia ni vizuri kwenye kikosi cha Simba, kuna vitu ambavyo ni vizuri kwenye kikosi cha Yanga. Zinakutana timu mbili zikiwa na profile tofauti. Simba ina wachezaji wengi ambao walikuwepo kwenye dabi kadhaa huko nyuma, kwa sababu Simba wachezaji wapya wa kigeni 3 peke yake, ambaye yupo Ibrahim Jabal, yupo Kareso Magalwa, lakini pia yupo Ibrahim Dumbia. Hao ni wachezaji 3 wa kigeni. Ukiondoa wachezaji wazawa, kwa mfano mtu kama Nathaniel Chilambo anafahamu uzito wa kucheza na Yanga akiwa JKT, akiwa Ruvu Shooting, lakini pia akiwa Azam Football Club anafahamu hiyo pressure ambayo ipo. Lakini yupo pia Kevin Nation, amewahi kucheza na Yanga akiwa Pamba Jiji, lakini pia akiwa timu kama Singida kwa nafasi moja, lakini kwa Geita amekutana nayo JKT Tanzania akiwepo huko. Kwa hiyo anafahamu. Kwa hiyo Simba na wachezaji wote karibuni, ukiondoa 3 wa kimataifa au wengine waliobakia, wanaifahamu vizuri ligi ya Tanzania, wanafahamu vizuri mechi za Yanga. Hata kama hakuepo kwenye kikosi cha Simba, huko walipokuepo wanafahamu impact ya michezo hii pia. Lakini benchi la ufundi Steve Barker anafahamu kwa sababu tayari ameshaongoza Simba kwenye michezo 3 walipokutana na timu kama Simba na Yanga walipokutana. Kwa hiyo ni kocha ambaye anafahamu nini kinachopaswa kuendelea kwa nafasi kubwa sana. Yanga kuna utofauti mdogo, wao benchi la ufundi ni jipya kwa asilimia kubwa. Kocha Mankoba na wasaidizi wake wengi hawakuwepo kwenye msimu uliopita, na wengine ndo mara ya kwanza kufika kwenye ardhi ya Tanzania. Na baadhi ya wachezaji, kwa mfano wachezaji wapya kigeni 6 sikosei, nao ni mechi yao ya kwanza. Ukimwangalia Peter Shaulile, licha kwamba mpita kwenye vilabu vingi vikubwa huko alikopita, lakini hii inakuwa ni dabi yake ya kwanza ambao, lakini pia Ibrahim Atule, Sheikh, mtu kama Kangwanda, mtu kama Zokwan, na wengine ambao wamesajiliwa kwenye timu, unagundua kwamba wakina Ngoma wanaweza kawa mpita sehemu nyingi kubwa, mpita sehemu nyingi za ushindani. Wakina Komara bado itakuwa ni mchezo wao wa kwanza. Sasa nani mwenye faida? Inaweza ikawa mchezo wako wa kwanza na unaweza ikawa mchezo wako mwingine mpya. Mimi ukiniambia kutoka msimu uliopita kuja msimu huu, faida pekee ambayo anayo Simba ni wachezaji wanafahamiana. Yaani 90% ya wachezaji, Simba anaweza akaanza mchezo wa leo bila mchezaji mpya. Wachezaji kwa vile anaweza akacheza. Hiyo ndio faida yao kubwa, kwamba wachezaji na kocha wanafahamiana. Hata wachezaji wapya ambao wapo kwenye kikosi cha Simba, wachezaji 2 wametoka ligi ya Afrika Kusini. Kocha Steve Barker anafahamu vizuri. Mmoja ndiye ambaye ametoka nje ya Afrika Kusini, ambaye ni Dumbia. Kwa asilimia kubwa atakuwa amemfuatilia kama pendekezo lake. Kwa hiyo hiyo namna inaonyesha kwamba hawa wanafahamiana. Lakini bado matatizo ya Simba yanaonekana yanaweza kabaki kwa yale ya kwamba wanachezea sana mpira, viungo washambuliaji wapo wengi kuliko wale wachezaji ambao wenye tabia kubwa ya kufunga. Kwenye msimu uliopita Simba mchezaji aliyofunga mabao mengi kwenye eneo la kiungo mshambuliaji ni Clatous Chota Chama. Lakini kwenye profile yake Clatous Chota Chama, kufunga sio sifa yake namba 1. Sifa namba 1 ya Clatous Chota Chama ni kutengeneza mabao kwa watu wengine. Elim Panzu ndo aliongoza kwa assist msimu uliopita, naye ukimtazama vizuri sio mfungaji sana. Anse Ura anavyocheza, kuna namna anafunga, kuna namna anatoa assist, lakini ameongezeka mtu kama Kareso Magalwa, naye ni moja kati ya wachezaji ambao wanaonekana ni watengenezaji sana wa nafasi kwa wengine. Licha kwamba kwenye michezo hii ya kwanza tumuona naye akiwa anatamani sana kufunga, labda anataka kufunga bao lake la kwanza ili limpe comfortable. Nachokiona kwenye eneo la Simba lina viungo wengi washambuliaji, ila changamoto yao ni kwamba kila kiungo anataka kufunga ili kujitengenezea uimara kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Tofauti na upande wa pili ambao Yanga ukiangalia kwa mchezo wao wa kwanza ambao walicheza wa kocha Mankoba, ambao ulionekana kwenye TV, inaonekana kwamba
wachezaji wengi wakipata mpira wanamtafuta namba 9 na 8. Naangalia kipindi cha kwanza ambapo walipocheza mipira yote yao kwasi, ulikuwa unaangalia cross 2-3 inamtafuta Peter Shaulile, kwa sababu wana imani kwamba Peter Shaulile anapopata nafasi ana uwezo wa kuziconvert. Kipindi cha pili aliingia mtu kama Ibrahima Tule, naye cross nyingi zilikuwa zinapigwa. Kangwanda alikuwa anapiga cross zinaenda, Zokwana alikuwa anapiga cross, licha kwamba mabeki wa Igo Dukongo walikuwa wanaziokoa zile cross, zilikuwa zifiki kwenye mtu ambao wanamtarget. Lakini unaona idea ni kwamba hii timu inatengeneza mashambulizi kwenda kwa mshambuliaji wa mwisho. Wanafanya high pressing kwa kiwango kikubwa sana Yanga kwa kile ambacho wanakifanya. Kwa hiyo ukiniambia mchezo wa namna gani, mchezo utakuwa mgumu na wa ushindani sana. Yanga licha kwamba wana benchi jipya la ufundi, wana wachezaji wengi wapya, lakini kuna sehemu Yanga kwenye kutengeneza nafasi za mabao wanaonekana kama wanatengeneza na zaidi nafasi kwa mshambuliaji wao mwisho kuliko Simba, the way ambavyo wanamtumia Dumbia. Dumbia anaonekana ni mshambuliaji ambaye mzuri kwenye mpira ya hewani, lakini kwenye mchezo ule wa kirafiki unaweza ukajiuliza wamepiga cross ngapi? Yaani winga gani ambaye amepiga cross kumtafuta Dumbia moja kwa moja upate. Unapata Duchu kipindi cha kwanza alipiga cross kadhaa za kumtafuta mshambuliaji wa mwisho. Isivyo bahati wakati anapiga cross mshambuliaji yupo Elim Panzo ndio alikuwa anacheza eneo la mwisho. Alipoingia Dumbia alipiga cross moja tu ambayo alikutana naye, alipiga kichwa, lakini alikuwa kwenye engo ambayo ni tight na amekabwa. Kwa hiyo unagundua kwamba kama wataamua kubadilika kwamba wao viungo washambuliaji wanapaswa kuambiwa nyinyi jukumu lenu la kwanza ni kutengeneza nafasi kwa mshambuliaji wa mwisho, naamini inaweza ikawasaidia Simba. Lakini kama wataendelea kucheza vile ambavyo wanacheza, ndio ile unashambulia mara nyingi lakini hakuna nafasi za wazi ambazo mpinzani anakosa. Kwa mchezo huu pressure inaonekana kwa makocha wote wawili, kocha Mankoba kwa upande wa kikosi ya Young Africans, lakini pia kwa Steven Becker kutokana na namna ambavyo usajili umefanyika, kila mmoja akitamba kwa nafasi yake kwamba amefanya usajili mzuri. Unadhani nini ambacho makocha wanatakiwa kufanya ili kupata matokeo mazuri katika mchezo huu kwa makocha wa timu zote mbili? Kwanza, kila kocha anapaswa kuja na game plan bora. Unajua kwenye mchezo kuna ufundi na mbinu. Kwenye ufundi ni swala zaidi la mchezaji binafsi. Ndio maana Simba na Yanga zinasajili mchezaji ambaye kiufundi amekamilika. Swala la mbinu ni swala la kocha. Tunachezaje? Mpira umebadilika kutoka kumtegemea mchezaji mmoja, imeenda kutegemea mfumo. Kwa mfumo ndio ambao utasaidia timu ipi ipate matokeo. Kwa mfano, tunasema mfumo wetu sisi tunaanza kupress juu. Tukipoteza mpira tunaanza kufanya high pressing haraka. Lengo kubwa ni kwamba kumnyima utulivu mpinzani ili tuurejeshe mpira kwa haraka. Huo ni mfumo mmoja hapo. Lakini tunaweza kusema mfumo wetu sisi tunakaba kuanzia katikati. Tukipoteza mpira eneo la kushambulia tunarudi katikati, tunaanza kuzuia. Huo ni mfumo mwingine ambao kocha mwingine anaweza akatumia. Lakini mwingine anasema waache waje katikati ili tuwanyang'anye kwenye eneo letu, tunafanya low block, tunakaba kwa chini. Kwa hiyo mfumo bora, system bora ambayo itakuja kwenye mchezo ndiyo ambayo ina nafasi kubwa ya kuamua mechi, ukiondoa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu ukiondoa mfumo kuwa bora, lakini unahitaji pia watu bora kwenda kufanikisha ule mfumo ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo naiona ni mechi ambayo natamani kuona kocha Mankoba anakuja na style gani, kwa sababu yeye ndio kocha mpya ambaye hatujawahi kuona kwa Tanzania akicheza mchezo wa kiushindani, na ndio unakuwa mchezo wake wa kwanza. Walao Steve Barker tumeshaona michezo kadhaa. Becker zewe ambapo anaingia anaonekana kabisa anapenda aina gani ya mpira na watu wengi ambao wanaifahamu. Ni kocha ambaye akipata nafasi za kushambulia anashambulia. Changamoto ambayo naiona kwake ni jinsi gani ambapo anaweza kujilinda. Sasa Mankoba na Becker wao sio wageni, wanafahamiana vizuri. Wote wamefundisha Afrika Kusini, wamekutana mara kadhaa na kwenye ushindani wa aina tofauti. Kwa hiyo mchezo huu wa leo ni mchezo ambao kwangu mimi ni mzuri wa kwenda kutazama, watu wasiende na matokeo yao uwanjani. Ukisema kwa timu ya kuzoeana, Simba inakuwa timu namba 1. Lakini ukisema kwangu mimi timu ambayo kwenye kila idara ina watu, Yanga wamejaribu kuangalia kwenye eneo la ushambuliaji unaona watu wengi, kwenye eneo la kiungo unaona watu wengi, kwenye eneo la ulinzi unaona watu wengi, hadi kwenye eneo la golini bado Yanga na Simba kwenye eneo la goalkeeping, Yanga hapo juu kidogo ukifanisha na Simba. Pressure ya wachezaji wapya waliosajiliwa kwa timu zote mbili, unaiona kwamba inawezekana ikatokea katika mchezo huu?
Kuna baadhi ya wachezaji watakutana na hiyo pressure, lakini kuna baadhi ya wachezaji naamini wana uwezo wa kuimudu hiyo pressure. Kwenye wachezaji ambao wamekuja, kwa mfano Yanga na baadhi ya wachezaji ambao Afrika ndo mara ya kwanza wanacheza. Kwa mfano Zokwan ndio mtu ni Mkomoro, lakini kazaliwa Ufaransa, amelelewa kwenye kituo cha Olympic Marseille, ametoka Saudia. Yupo Sheikh Ibrahima Toure, ni Msenegal, lakini makuzi yake makubwa amepata nje ya Afrika. Kwa hiyo anakuja tena kucheza kitu kizuri. Na mimi nakiona Ismail Toure, not Ismail Toure beki wa Simba, na maanisha Ibrahima Toure. Kuna vitu ambavyo kama mshambuliaji nakiona kizuri. Beki asiyependa kukimbia kwa Toure atapata shida, kwa sababu ukiangalia Toure mara nyingi mpira unaweza ukapigwa upande ambao beki yupo, yeye ana uwezo wa kumzunguka beki na kukaa mbele ya beki. Sasa hiyo ni kitu kizuri sana kwa mshambuliaji. Akifanya hivyo, naamini kuna viungo wengine ambao wanaweza kaingia wakapita katikati na wakafanya vizuri. Kwa hiyo pressure inapatikana, lakini mchezaji mkubwa lazima anapaswa kujiandaa vizuri kichwani, kwa sababu mpira unachezwa kichwani na mpira ni mchezo wa mashabiki. Kama huwezi kucheza mbele ya mashabiki 25,000 ambao uwanja wa Amani Complex una huo uwezo, utaweza kucheza mbele ya mashabiki wangapi? Na wewe ni mchezaji mkubwa. Kwa kuna hivyo vitu ambavyo vya kuviangalia sana mimi naviona. Na makocha wa timu zote mbili waje na mfumo gani? Huwezi ukampangia sana mfumo wa kucheza, lakini kwa ninavyoona mimi kwa mfano kwenye kikosi cha Simba dalili zinaonyesha kwamba beki wakati ni Ismail Toure pamoja na Rushin De Reuck. Labda mmoja wapo umie. Kibabage ndiye ambaye amekuwa akicheza michezo mingi upande wa kushoto, kulia mara nyingi anacheza Duchu kutokana na uzoefu wake na nini. Kasali ana mpinzani. Kagoma mara nyingi amekuwa akianza, Clatous Chota Chama kwenye nafasi moja, Libase Geye kwenye nafasi nyingine. Chama ni kimaisha namba 10, Libase Geye winga kulia, kushoto anaweza akacheza Anse Ura. Mshambuliaji kwangu mimi anaweza akacheza Dumbia, ni tamani acheze. Afa kwenye kiungo hapa mmoja ni mwacha namba 8, acheze yote, kama sio Ino Luemba au acheze Ibrahim Jabal. Hawa watu ambao nawaona, lakini kwenye picha ya screen naona kama Jabal akicheza na Kagoma kama anakosa uhuru fulani, lakini natamani kumuona Kagoma acheze chini, Jabal acheze juu, au Jabal acheze chini, juu yake acheze Ino Luemba. Ino Luemba ana faida sana kwenye mchezo. Kwa sababu gani? Yeye moja kati ya wachezaji ambao anaweza kuhimili pressure. Yaani anaweza katiwa pressure na anaweza akampunguza mtu kwenye eneo la kiungo bila shida yote. Tofauti na Neo Maema. Neo Maema ni mchezaji mzuri, slow but sure, lakini yeye anapenda sana timu ipige pass. Sasa ukikutana na timu ambayo inafanya press kubwa, pass ni rahisi kukosea. Lakini mchezaji ambaye ana retain mpira mguuni, hata wewe unapoenda kumpress, kuna muda ukifika kwake lazima upunguze kasi, kwa sababu unajua anaweza akafanya jambo lolote muda wote. Huo kwa upande wa Simba. Lakini Yanga yao Djigui Diarra, anaweza akacheza Ibrahim Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Kushoto acheze yoyote, Mohamed Hussein sawa, lakini Shadrack Boka pia sawa kutokana na vile ambavyo anacheza. Duke Abuya, Maxim pia Nzengeli, kwangu mimi Alan Okelo, Peter Shaulile, Kangwanda anaweza kaanza pamoja na Zokwani, sio mbaya, lakini kocha mwenyewe ataangalia kati ya Kangwanda au Kangwanda ndo naona mmoja hapo acheze, alafu tena Mudasiri pia acheze. Ni sio vizuri sana kuwaweka wachezaji wengi wapya kwenye kikosi. Kwa hiyo wapya akiwa 3 inatosha kabisa. Lakini sijamuona pia Ngoma kwenye mazoezi, kwa sababu yeye kocha ndo anajua nini ambacho anakiofa Ngoma akiwa kwenye viwanja vya mazoezi, lakini pia naye anatajwa kwamba ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo naviona. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa naiona mechi kwenye mizania hii. Tuende na nani? Bingwa mtetezi mimi nampa nafasi